Unaangalia Asko Online TV. يقول مولانا في محكم كتابه العزيز الحكيم: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله innahu la yuhibbu zalimin. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa watiifu kwake, kwa sababu kumcha Allah na kutii maagizo yake ndiyo siri ya matumizi mema ya wakati wetu huu wa duniani wa mtihani, ambayo itatupeleka kwenye mafanikio na maisha mema ya milele baada ya kuondoka hapa. Takwa Allah ndiyo lengo kuu la kila mu'min, kwamba ndicho kitu kitakachomsaidia baada ya kuondoka kwenye maisha haya awe ni mwenye neema na maisha mazuri ya milele kwenye ulimwengu ujao. Ndugu zangu katika imani, nimesoma aya za Qur'ani ziko kwenye sura ya 42, suratu Shura, ni aya ya 36 mpaka 40. Kuna maagizo ya Mola wetu Azza wa Jalla, anasema: fama utitum min shay'in, munachopewa chochote au chochote mnachopewa hapa duniani, famata'ul hayati dunia, ni kitu cha starehe ndogo tu ya mpito kwenye maisha yenu ya dunia. Hata ukijiona wewe utajiri sana au ukajisikia una mamlaka hapa duniani, vitu hivyo ukipekua vizuri utakuta wako waliokuzidi. Wamekuzidi madaraka, wamekuzidi mali, wamekuzidi kila kitu. Lakini hata hao waliokuzidi, madam ni binadamu, wanahusika na maneno haya. Chochote mtakachojisikia mmepewa ni matumizi madogo sana ya maisha ya dunia, ni kitu cha mpito tu. Wama inda Allahi, na yaliyoko kwa Allah, khairun wa abqa, kwa Allah kuna yaliyo bora zaidi kuliko haya mnayopewa duniani. Na yaliyoko kwa Allah ni ya kubakia milele, ya hapa yanaondoka. Hapa kuwa hai lakini utakufa, huko hakuna kufa. Hapa kuwa tajiri lakini utafilisika, maana siku utakayofumba jicho unakufa, utajiri wako wote sio wako tena. Watachukua warithi, kama huna warithi watanyang'anya wenye uwezo wa kunyang'anya, watatumia, na hunufaiki na chochote kwenye mali yako ulioiacha hapa duniani. Kwa hiyo bado ni kitu cha upuuzi tu. Lakini kilichoko akhera mbele ya Mola wako ni bora zaidi kuliko cha hapa, na halafu cha huko kinadumu milele. Lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Lakini manufaa ya akhera ambayo ni ya uhakika na ya kudumu, haya ni kwa ajili ya watu waliokuwa duniani wana imani, walioitendea mema na waliishi kwa kumtegemea muumba wao. Tunajifunza hapa kitu bora zaidi chenye umuhimu wa kwanza katika maisha ya mtu haya ya dunia, ni maarifatullahi, kumjua Mola wake, na baada ya kumjua akatengeneza muamala mzuri yeye kama kiumbe na muumba wake. Ndio jambo la msingi.
Aya iliyofuata Allah akasema, walladhina, na watakaoneemeka na vitu vilivyo bora na vya kudumu vya akhera, ni wale watu ambao yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha, katika maisha yao ya duniani wanajitahidi kujiepusha na makosa makubwa makubwa. Kabairul ithmi, madhambi makubwa, ni yale ambayo kwenye Qur'ani moja kwa moja yametangaziwa adhabu kwa mwenye kuyafanya. Hata kama wewe utalidharau ulione dogo, lakini madam Allah kasema hili atakayefanya nitamuadhibu, hilo ni kabir minal kabair. Sisi huwa tunayadogosha mambo tukayaona ya kawaida. Usizini tukazini, usidhulumu tukadhulumu, usiibe ukaiba, chonde usidhulumu nafsi, usiue we ukaua. Unaona ni jambo la kawaida na unafanya ukalirudia, lakini haya ni katika makosa makubwa yenye kuangamiza. Watu wema hujitahidi kuavoid makosa kama haya aliyowasifu Allah kwenye aya hizo. Anasema walladhina yajtanibuna kabairal ithmi, watu watakaofaulu kupata maisha mazuri ya milele ni wale ambao duniani wanajitahidi kujiepusha na makosa makubwa na dhambi. Makosa na dhambi, kabairal ithmi wal fawahisha. Fawahish ni matendo machafu ya kitabia kama zinaa na ndugu zake. Kwa hiyo muumini aliyefanikiwa anaonekana kwenye tabia yake hapa duniani, maisha anayoishi, anajua kupanga na kuchagua, hili linanifaa anafanya, hili ni tatizo anaachana nalo. Lakini pia katika sifa yao nyingine aliyowasifu Allah watu kama hawa, yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahish wa idha ma ghadibu, wanapokasirika, maana wanakasirishwa. Duniani huwezi kuepukana na tatizo hilo. Wewe utaishi kwa raha, useme simuudhi mtu, lakini yatakufika maudhi kutoka kwa watu. Sasa watu wema ni wale ambao wakikasirishwa hum yantasirun, wanajitetea. Kuna kukasirishwa kwingine ukavumilia inakuwa bora, lakini kukasirishwa kwingine kurejesha inakuwa bora. Na hili kwa muumini lazima awe na elimu nalo, anajua lipi nikisubiri inakuwa ni kheri, kwa sababu nitaepusha madhara na nitakuwa mimi niko salama. Lakini kuna mengine ukisema uyavumilie, madhara yanaongezeka na sio lengo. Waumini wameambiwa wajitahidi katika maisha hapa kuwa ni kama volunteer, wajitahidi kuwafanya watu wengine waishi kwa amani, wawe salama, wasidhuriwe, wasidhulumiwe. Kwa hiyo kuna mambo, kisasi ni muhimu, kwa sababu ukifanya hivyo unazuia dhara ambayo ilitegemewa iwe endelevu. Kama kuna watu wanadhulumiwa na nyinyi mnao uwezo wa kuwanusuru, hamkuwanusuru, nyinyi mnabeba kosa. Kwa hiyo ndio maana Allah akasema walladhina idha ma ghadibu hum yantasirun, wale ambao wanapokasirika baada ya kukasirishwa huwa wanajitetea kwa kupunguza au kuondosha yale ambayo yanawakasirisha wao na watu wengine. Walladhina stajabu li rabbihim, watu wema ni wale ambao kuna maagizo mengi wamepewa kutoka kwa Mola wao, wao wanaitika maagizo hayo, wanayatendea kazi. Sio kama sisi tunasoma Qur'ani au tunasomewa, ina amri, ina makatazo, hatuamrishiki kwa lolote katika tulioamrishwa, wala hatukataziki kwa lolote katika tuliokatazwa. Sisi tunajitoa katika hao wenye kusifiwa hapo. Watu wema wenye hadhi mbele ya Allah, istajabu li rabbihim, wanakuwa ni waitikiaji wa amri na maagizo ya Mola wao. Fanya anafanya, acha anawacha, hiki muhimu anakipa umuhimu wake, hiki hakifai anajiepusha nacho, na kuangalia wengine
wasiende kukitekeleza. Kuamrisha mema ni kwamba kuna mambo mazuri yanahitajika yawepo, tunatakiwa tuhamasishane, tuyatende yawepo yale yanayotakiwa. Anayetaka ni Allah. Na kukataza mabaya, kuna mambo hayapendi, yana uharibifu, hatupaswi kuyaridhia yakitendeka, tunatakiwa tuyadhibiti, ikiwezekana yatoweke kabisa au angalau yapungue nguvu. Watu wema ndo wanakuwa wanaishi hivyo. Istajabu li rabbihim, wanatekeleza maagizo yaliyotoka kwa Mola wao, wanamuitikia Mola wao. Wa aqamu salata, alafu wanasimamisha sala, bimaana wanaiswali kwa utaratibu wake, kwa kutimiza nguzo zake, faradhi zake, masharti yake. Wa amruhum shura bainahum, na waumini kama hawa kwenye jamii wanazoishi wanakuwa na umoja, mambo yao yanaenda kwa kushauriana. Istajabu li rabbihim, wanamuitikia Mola wao, yani wanachoamrishwa wanatekeleza, wanachokatazwa wanakatazika. Wa aqamu salata, wanatunza mahusiano baina yao na Muumba wao, maana tumeambiwa as-salatu hiya silatun baina al-abdi wa rabbi. Sala ni means ya mawasiliano, ni kiungo baina ya kiumbe na Muumba wake. Kwa hiyo kwenye familia zetu, wazazi, viongozi wa familia, suala hili wanatakiwa walipe umuhimu. Usitosheke na wewe kuja msikitini ukaswali, alafu watoto wakawa wanalelewa na dunia, watoto wa .com, ukawaacha kama walivyo, bado hujatekeleza jukumu lako. Uwasimamie wawe na mahusiano mema wao kama viumbe na Muumba wao. Na la tatu, wafundishwe watoto kuishi katika maisha ya kijamii. Wa amruhum shura bainahum, mambo ya waumini huwa yanaenda kwa mashura, wanashauriana baina yao. Si masala ya kama kila mtu hukaa kabuni atakacho akafanya kwa wakati wake, asiwafikiane na wengine. Tunatakiwa tuwe na nidhamu ya kusimamia mambo yetu ya kijamii yawe kwenye uniformity. Na ili hili lipatikane, lazima tuwe tunaishi kwenye maisha ya bai'a, tuwe tuna kiongozi. Wakati huo wa mwanzo wa ujinga, Allah alipoleta mtume wake, mtume alikuwa kama kaja kuleta mabadiliko, kaleta utaratibu mpya wa maisha. Kwa hiyo yoyote aliyemwamini mtume anakuwa yeye kapeleka mkono wa bai'a, kampa mkono wa bai'a na ahadi ya kwamba mimi ni mfuasi wako, nitakusikiliza na kukutii. Na yoyote aliyeacha ujinga wake kwenye mila yoyote aliyokuwa nayo, akija kwenye Uislamu anakuwa anaendana na maamuzi ya Uislamu. Na Uislamu si mawazo ya mtu binafsi, ni nidhamu maalumu ya Mola Muumba, na kailetea mtume kama kiongozi. Waislamu wote wanamfuata huyu. Na ndio maana mtume akaonya kwa kusema, mamata, mtu yoyote katika Waislamu atakayekufa, walaisa fi unuqihi bai'a, akawa shingoni mwake kajivua na bai'a, anaishi kama mtu huru, haongozwi na yoyote, hayupo kwenye community ya Kiislamu, mata mitatal jahiliya, huyu mtu atakufa kifo cha kijahilia, haisabiwi kuwa ni katika Waislamu. Na hadithi kama hizo ziko nyingi sana. Man lam yahtamma bi amri almu'minin au almuslimin, yoyote yule ambaye hayapi umuhimu mambo ya Waislamu, katengana na jamii yake, falaisa minna, mtume anasema huyo si katika sisi, si miongoni mwetu. Kwa hiyo Uislamu ni kama jamii moja, kama familia moja, inaishi chini ya kiongozi mmoja, na watu wote wanaenda wakiwa wanadira, wanasera, wana kila kitu. Amruhum shura bainahum, mambo yao yanakuwa ni shura baina yao. Hata kama tuna kiongozi, huyo kiongozi wetu mkuu Mtume sallallahu alaihi wasallam
kaambiwa kwenye maamuzi ya masala ya kijamii lazima aweke shura, ashauriane na masahaba wake. Wakati masahaba kaja kuwakuta kwenye ujahilia, na yeye ndiye aliyewafunza ustaarabu. Lakini kwenye jamii watu huwa wana skill zao, kila mmoja anakuwa ni mweledi kwenye anga zake. Unapokusudia kuzungumza suala la kilimo, lazima ushauriane na wakulima, ndo utapata ufanisi wa maamuzi yako. Kama unazungumzia suala la uvuvi, na we ni kiongozi tu, hata bahari huijui, lazima ushauriane na wataalamu wa fani hiyo. Wako watu hiyo ndo kazi yao, kama wamezaliwa huko, wamekulia huko. Unazungumzia masala ya biashara, na we si mweledi wa kila kitu kwenye biashara, lazima upate ushauri wa wafanya biashara. Kwa hiyo Mtume alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kukusanya vipaji vingi vya wakati mmoja, na akamtumia kila mtu kwa mujibu wa elimu yake. Kwa hiyo ndo faida ya shura, ndugu zangu. Tupo wengi kwenye vijiji vyetu humu, lakini kila mtu ana uwezo wake. Hii tofauti ya vipaji ni muhimu kwa ustawi wetu pamoja, lakini kila mmoja ana weledi sehemu fulani. Tukiwa tuna kiongozi mahiri anaye uwezo wa kutumia vipaji vya watu wake, mambo yetu yote yananyooka na tunaenda vizuri. Amruhum shura bainahum, mambo yao watu wema yanafikiwa kwa kushauriana. Tunakaa kikao cha shura, tunasikiliza rai za watu, wajumbe wa shura, tunalijadili jambo fulani. Kwa hiyo wenye weledi kwenye hilo jambo watatoa mawazo yao, na kila ambaye ana uweledi zaidi atatoa mawazo yenye tija. Tukiyafanyia kazi yatatuvusha. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, jengine linalowapaisha wana jamii wa Kiislamu, katika vitu tulivyowaruzuku wanavitumia vizuri kwa faida. Wa mimma razaqnahum, katika tulivyowaruzuku, yunfiqun, wanavitumia vizuri, wanafanya matumizi mema ya neema tulizowapa. Kwa hiyo mali hawapewi watu wote, wengine wanayo, lakini wengine wanalala njaa na wanakufa kwa maradhi yanayotibika kwa sababu gharama za matibabu hawana. Kama tunaenda systematically kijamii, basi tutakuwa tuna utaratibu kama tulivyowekewa na dini. Kwa mfano, tumewekewa nguzo nzima ya zaka, ni mzunguko wa mafao au mapato, kinachukuliwa kutoka watu wenye mifuko minono, kinakwenda kuwanufaisha watu ambao ni wa hali ngumu. Sote tuna haki ya maisha, na sote tuna haki ya kula, kuvaa, kujitibu tukiumwa. Kwa hiyo kama kuna mfumo mzuri wa usimamiaji wa mapato ya wenye kingi na wasiokuwa nacho, watu wote wataishi vizuri kwa raha, na hakuna mtu atakayesumbuka. Tofauti ya kipato itabaki pale pale, huyu ana kingi, huyu ana kidogo, lakini mwenye kingi kaambiwa wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum. Wenye nacho wanaambiwa kwenye mali zao hizo wanazochuma na kumiliki, waelewe munaingizwa haki maalumu, sio yao. Hii ni haki ya masikini, wanaoomba na wasioomba. Kama tuna nidhamu nzuri ya kusimamia mambo yetu ya kijamii, ili suala likifanyiwa kazi linafanya watu wote waishi kwa furaha. Chuki, hasadi, bughdha zitaondoka, kwa sababu mwenye nacho katoa zaka. Zaka inawasaidia wenye shida. Kile kinachopelekwa kwa wenye shida kikawasaidia, watashukuru na watafarijika sana kwenye jamii yao kuwepo watu wenye uwezo. Hatomuonea choyo mtu, hatomuapiza, lakini we unakula mpaka unatupa kwenye dustbin, mwenzako anaenda siku 3 miayo kwa njaa hajakipata. Atakuapiza tu na maapizo yake yatakudhuru. Kwa hiyo wanatakiwa wanajamii wawe na utaratibu au nidhamu nzuri ya kusimamia mambo yao, na hizi formula za kidini tuzifanyie application, ziwe zinafanya kazi kwenye jamii zetu. Halafu Allah akasema pia, walladhina istajabu li rabbihim, wala umuitikia Mola wao, wa aqamu salata, wakasimamisha sala, wa amruhum shura bainahum, mambo yao yanaenda kwa kushauriana baina yao, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika tunavyowaruzuku wanavitumia vizuri. Akafuatisha baada ya hapo kwa kusema, walladhina idha asabahumul baghyu
hum yantasirun. Wale ambapo wakisibiwa na mambo ya magomvi, chuki za watu zimewadhuru, wanakuwa na nguvu ya kujitetea, na wanaitumia nguvu yao kwa kujitetea, wanajinusuru. Maana mnaweza mkaishi kama jamii hapa kwenye kijiji chetu hiki, lakini wakatokezea watu kutoka kijiji cha mbali wakawahusudi kwa neema mlizonazo, wakakufanyieni figisu, na nyendo mkawa mpo tu, haya Mungu yupo anaona, tutakutana siku ya kiyama, mtatulipa kwenye mkunazi. Maisha hayatokuwa mazuri, mtadharauliwa na mtanyanyaswa, mtadhulumiwa siku zote. Lakini mnatakiwa lazima mtengeneze mfumo wa kujilinda. Kuna hasadi tu ya kwamba watu wanakufanyeni hasadi ya nguvu ya kiza na nyinyi ikawasibu. Lakini kuna hasadi nyingine ya kutumia nguvu hasa za kiumbe, wakaja watu na silaha zao za jadi, wakawapiga, wakanyang'anya kilichopo, wakaondoka. Wale wanajivuna, wanahichi, sisi hatuna kitu, ngoja tukachukue matumizi kule. Kabla ya Uislamu watu walikuwa wanaishi hivyo. Sasa Uislamu umewapa ruhusa watu kujitetea au kujilinda na mambo kama haya, maafa kama haya. Wakidhulumiwa wanajinusuru. Yani Allah mwenyewe kaidhinisha hilo. Udhina lilladhina yuqataluna, wameidhinishiwa wale wanaopigwa kila siku warejeshe mapigo kwa ajili ya kujilinda. Kwa nini? Biannahum dhulimu, kwa sababu wanadhulumiwa. Na Allah hataki kukuona we unadhulumiwa ukabaki unalia tu. Unamlilia nani sasa? Jipange, ujilinde. Huyu dhalimu jiandae na we ujiweke katika hali ya kwamba umdhibiti, ajue kumbe na yule mwanamme anayaweza. Kwa hiyo siku akijipanga kuja, anakuja kwa kutahadhari na kuwa na maandalizi, na wewe akukute umejiandaa kumsubiri. Uislamu ndo umetufunza hivyo. Wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Allah anasema malipo ya uovu ni uovu tu vile vile. Mtu anakufanyia uovu, kabiliana naye kwa mujibu wa uovu wanaokufanyia. Usiridhie hali hiyo ya kuwa unadhulumiwa kila siku. Faman afa wa aslaha, lakini atakayesamehe, kadhulumiwa lakini asema hajanidhuru kitu, kwa hili navumilia, kuvumilia itakuwa ni bora zaidi. Wa aslaha, akafanya vyema badala ya maovu aliyofanyiwa, fa ajruhu ala Allah, mwenye kuliweza hili atapata ujira wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wamekuja watu kufanya dhulma hapa, lakini tukasema tukilipiza maafa yatakuwa makubwa zaidi, madhara yataongezeka, bora hili tulinyamazie, tuachie Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu badala ya maovu tuliofanyiwa sisi tukatengeneza mrejesho mzuri wenye tija kwetu na kwa maadui zetu. Anayeweza kufanya hivi, fa ajruhu ala Allah, atapata malipo yake kwa Allah. Kwa sababu kule kupigana sio lengo. Lengo ni kufanya watu waishi kwa amani, kwa furaha, na kurejesha dhuluma, radul madhalim, ndo lengo. Sasa mkihisi hapa tukirejesha matatizo ndo tunayaongeza, dawa ya hapa bora kukomaa, kuvumilia, na inshallah tutajipanga kujizuia na uhalifu mwingine. Watakayeweza kufanya hivyo, hili ni jambo zuri zaidi na ujira wao uko kwa Allah. Innahu la yuhibbu dhalimin, hakika Allah hawapendi madhalimu. Ndugu zangu, hizo ni aya kuanzia 36 mpaka 40, aya 5 hizo zinatufunza umakini na weledi wa kutengeneza vizuri maisha yetu ya kijamii, sisi na familia zetu na vizazi vyetu, na tuishi hapa duniani kwa amani, na tukiwa tuko kwenye ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya kuondoka huko, methodi ya maisha tulioitekeleza hapa inakuwa ni sehemu nzuri sana ya malipo kwenye amali zetu. Kila tutakachokifanya kwa kufuata utaratibu kinakuwa ni amali njema, na madam tumefanya amali njema, tutakuta malipo yake kwa Allah siku ya malipo.
أيها الإخوة الأماجد، إن الله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال أيضا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، ndugu zangu katika imani, nimenukuu aya ya Qur'ani iko kwenye sura ya 9, ni aya 71. Allah amesema: walmu'minuna walmu'minatu, na waumini wanaume na wanawake. Mambo ya kijamii yana uwajibikaji sawa katika hizi genders, wanaume na wanawake. Kila gender ina roli yake kwenye maisha yetu ya kijamii. Walmu'minuna walmu'minatu, waumini wanaume na waumini wanawake, ba'dhuhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni mawali wa wengine, wanategemeana na wanadira sera na muongozo kwenye maisha yao ya kijamii. Kila mmoja ana wajibu wa kutekeleza majukumu yake kwenye jamii husika. Mahala kwenye jamii ya waumini, ukitaka kupima hiyo jamii kwamba hawa watu wa hapa ni waumini, angalia kwenye maisha yao vitu hivi: ya'muruna bil ma'rufi. Jamii ya waumini mahala walipo, kipaumbele chao ni kuamrishana yale mambo mema. Maarufu huwa ni mambo aliyoagiza Allah na kaahidi thawabu kwa wenye kuyafanya, ndio yanakuwa maarufu. Na munkar ni yale mambo ambayo Allah kayakataza na kaahidi dhambi kwa wenye kuyafanya na atawaadhibu baada ya kurudi. Hayo ndio yanaitwa munkarati. Jamii ya waumini wanajua sisi ni waajiriwa. Muajiri wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna majukumu ya kiutendaji, lazima tuwajibike kwenye hayo. Kuna mambo katuamrisha, lazima tusimamie utekelezwaji wa amri hizo. Kuna mambo katukataza, lazima tusimamie udhibiti wa yaliyokatazwa. Kuna mambo katuwajibishia kama swala na zaka, lazima tuwajibike kuyatendea kazi. Ukitaka kuwapima watu kama ni waumini, angalia vipaumbele vyao na uwajibikaji kwenye mambo ya umuhimu kama haya. Ukiona jamii maovu yanakithiri, sio waumini hao. Waislamu
lakini maovu ndio yanazidi kila siku, na mainjinia wa kukuza maovu hayo ni wao, sio waumini. Lakini jamii ya waumini wanajua tuna mambo tumewajibishiwa, kuna mambo tumeagizwa. Ya'muruna bil ma'rufi, wanayaamirisha yale mambo mema walioamrishwa, na wao wanayasimamia. Kwa hiyo ili tuwe waumini, tuwe makini kwenye anga hiyo, tuyasimamie yale ambayo Allah anataka jamii yetu kike kiume ishiriki katika kuyasimamia, yawe implemented, yatekelezwe. Wayanhauna anil munkar, na jamii ya waumini kike kiume wanakataza yale maovu yaliyokatazwa. Wanasema hapa kwetu mambo haya hatuyakubali, hayaruhusiwi. Utajiridhisha hii jamii wenyewe waumini kweli. Wayuqimuna salata, jamii ya waumini sala ni kipaumbele. Ikifika wakati wa sala, muadhini akinadi adhana, wanajua ni wakati wa kutekeleza wajibu huu, wote wanakuwa kwenye sehemu husika. Yani utashangaa msikiti wetu huu na eneo ambalo linahudumia watu wake wote wangelikuwa wanashiriki swala, asubuhi huu ungekuwa hautoshi, maana watu ndo wamelala nyumbani. Eti tunao watoto washafikia umri, wanastahiki kusali, wanatakiwa waje hapa, lakini alfajiri ndo tunasali hapa watu 10, 15. Hao wengine wote wako wapi sasa hivi? Kazini, hawajenda. Lakini suala hili halimo katika akili zao, si wajibu kwao, na hakuna inayemuuma kuona amri hii muhimu haitekelezwi. Waumini mahala walipo, alama za kuonyesha ni waumini, ya'muruna bil ma'rufi, wanaamirisha yale mema yaliyotakiwa, wanayasimamia yatendwe. Wayanhauna anil munkari, na wanayadhibiti, wanayakataza yale maovu. Haya tumekatazwa, hatutaki kuyaona hapa kwetu. Wayuqimuna salata, na wanasimamisha sala, inatekelezwa kwa wakati wake na kwa taratibu zake stahili. Wayutuna zakata, na wanasimamia vizuri zoezi la zaka. Kila mtu ambaye kafikisha nisab kwenye mali yake yaliyomiliki, ikapitiwa na haul, si lazima tena apate wafuatiliaji wakamuhimize. Yeye mwenyewe anajua mahala husika, anapeleka zaka. Atakasi alichobakisha katika mali yake, awe hana dhima, hana deni kwa Allah. Lakini hao wenye uwezo wa kutoa zaka wanaona kama wakitoa ndo wananyang'anywa, hawatoi, na Allah anaona. Na wenye haki zao hao walioambiwa wenyewe ndo wapewe hizo haki, kila siku wanazidi kudhalilika tu. Hakuna msimamiaji wa hilo jambo, lakini jamii inaonekana ni ya Waislamu. Waislamu huwa wanasimamia vizuri mambo haya. Na la tano linalopamba wasifu wa jamii ya waumini, wayutiuna Allah wa rasulahu, waumini wanakuwa ni watiifu kwenye maagizo yote ya Allah na maagizo ya mtume wake. Lolote ambalo Allah kataka, katuagiza, lazima tusimamie, tuhakikishe linatekelezwa. Lolote Allah kalikataza, lazima tusimamie, tuhakikishe linazuiliwa. Kaamrisha, tusimamie litekelezwe. Kakataza, tusimamie liachwe. Na tunatakiwa tuwe watiifu kwa kutii maagizo yote atakayotuagiza Mola wetu na mtume wake aliyemtuma kwetu. Ulaika, watu hawa, sayarhamuhumullahu, hawa waumini watendaji hawa ndio pekee ambao Allah atawarehemu. Inna Allaha azizun hakim, Allah kafungia aya yake kwa onyo. Hata kama mkizembea mkakataa nyote kutekeleza alichotaka, Allah anabaki kuwa ni aziz, hamwezi kumuondolea sifa zake au kumnyang'anya nguvu yake. Azizun bimaana alghalibu alladhi la yughlab, siku zote Allah atabaki mshindi tu, ana uwezo ambao hawezi kushindwa wala kupokonywa na yoyote uwezo wake. Sasa hili ni onyo kwa watu wenye kufahamu. Kataeni nyote kutekeleza, fanyeni mtakavyo, hamumuharibii Allah chochote kwenye ufalme wake. Madhara ya jeuri yenu itarudi kwenu wenyewe tu.
Na kwa kumalizia hutuba yangu kwa leo, kuna maneno amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Nasaha huwa kama ni mawaidha tu, tunapeana miongozo ambayo inahitaji usimamiwaji na uwajibikaji ndani yake. Kila aliposema hivyo maneno yake mawili tu, wakamuuliza waliomsikia, liman ya Rasulullah, nasaha hizi ni kwa nani ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, lillahi wa lirasulihi wa liaimmatil mu'minina wa ammatihim. Panahitajika nasaha kwa sababu dini haijaja ili patumike nguvu kuwalazimisha watu, lazima ukitaka usitake usilimu. Hakuna hiyo amri mahala. La ikraha fi dini, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Siruhusu, Allah anasema, kutumia nguvu kuwalazimisha watu kwenye dini. Ikrah ni kumlazimisha mtu. Ukitaka hapa we utasali, hutaki utasali. Hapa kwetu hatutaki kuishi mtu kafiri, ukitaka utasilimu, hutaki utasilimu. Ondoka. Haiko hivyo. Dini haiko hivyo. Hata kafiri anaishi kwenye community ya Waislamu, awe na nidhamu tu, asikoroge mipango yao. Akikoroga mtakuwa mna right ya kusema huyo hatufai, si mtu mwema. Lakini kama mtu ana adabu yake, anabaki na ukafiri wake, atafanya ibada zake kwa mila yake, hamtakiwi, hamna ruksa ya kumlazimisha kwa nguvu. Sasa ndo maana mtume akasema, ad-dinu, dini kama mwenendo wa maisha, nasihatun, ni nasaha. Patumike sana lectures, mnajadili mambo kwa hoja. Huyo analeta hoja zake na wewe unaleta hoja zako. Watakaosikiliza conversation yenu watakuwa na akili zao, wanao uwezo wa kuangalia uzito wa hoja. Nani hoja zake zina nguvu kuliko mwingine? Mtu yuko huru kuchagua apendacho. Kwa hiyo nasaha ndo hapa inachukua nafasi yake. Wakamuuliza, hasa hizi nasaha kwenye dini zinaenda kwa nani? Na dini ni mwenendo mzima wa maisha yetu. Akasema, lillahi wa lirasulihi wa liaimmatil mu'minin wa ammatihim. Nasaha ni kwa upande wa Allah, yale anayoyataka Allah tunasihiane. Tunajenga hoja za kuthibitisha Mungu yupo, wakati wengine wana hoja za kuthibitisha hayupo. Na wengine wasema hata kama yupo na mambo yake huko kwenye ulimwengu mwingine mbinguni, hapa mambo ya hapa hayamuhusu. Sasa mnazungumza vizuri kama Allah alivyosema, wajadilhum billati hiya ahsan. Mkijadiliana na hawa watu makafiri, tumieni lugha nzuri, jadilianeni nao vizuri. Maana mkikurupuka, wao hawachagui maneno ya kusema, watatukana tu, watazidi kuudhi, wamtukane mpaka na huyo Mola wenu. La tasubbu alladhina yad'una min duni Allah, msiwatukane watu wanaoabudia visivyokuwa Allah. Ni aya na hiyo pia. Mkifanya hivyo, fayasubbu Allah adwan bighairi ilmi, mtawapa na wao fursa ya kumtukana Allah bila ya kujua wasemacho. Kwa hiyo kitu muhimu na cha msingi, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Liman, munasihiane kwenye mambo yaliyo kwenye haki za Allah, amri zake, makatazo yake, ahadi zake, maonyo yake na kila kitu. Wali rasulihi, ayo mambo ya Allah hakuna yote ambaye angeyajua bila ya kupitia mjumbe aliyetumwa kama instructor, mwalimu kwetu ni mtume wa Mungu. Kwa hiyo hata na haya ya mtume, kasema hivi, kaongoza hivi, tunanasihiana tu, huwezi kumlazimisha mtu. Wali aimmatil mu'minin, na viongozi wanaoongoza jamii za waumini, na wao pia huwezi kuwa komandi, maana wao maneno yao sharia. Alladhina ghalabu ala amrihim, watu wakishaitwa viongozi
wao siku zote kwenye mambo yao lazima washinde tu. Sasa wewe utatumia mbinu gani uwalazimishe utakacho? Ni nasaha tu kwamba kiongozi na wewe ni Muislamu mwenzetu, Mola wetu hapa kataka hivi na mtume jambo hili alisimamia hivi, faida ya jamii pana itapatikana tu kwa kufanya hivi. Ni nasaha tu. Wa ammatihim, na nasaha kwa jamii nzima ya watu wote. Kwa hiyo tunanasihiana mambo ya kuhusu kwa Allah, tunanasihiana mambo aliyosimamia mtume, tunanasihiana na mambo wanayoyasimamia viongozi wetu kwetu, na tunanasihiana wenyewe wenye kuongozwa kwa ujumla wetu. Nasaha, mawaidha mazuri. Nadhani nimefahamika. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Qila liman ya Rasulallah, nasaha hizi ni kwa nani ewe mtume wa Allah? Kasema lillahi wa lirasulihi wa liaimmatil mu'minin au muslimin wa ammatihim. Tunanasihiana kwenye mambo upande wa Allah, tunanasihiana kwenye mambo ya muongozo wa mtume, tunanasihiana kwenye miongozo ya wakubwa wetu, viongozi wetu, na tunanasihiana kwenye mambo yetu ya kijamii kwa upana wake na kwa ujumla wake yanayotuhusu. Katika nasaha wako wenye muono watayaona yenye manufaa tutapojadiliana. Yakipata wasimamiaji wazuri, yakisimamiwa, faida yake itakuja kwetu sote. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insihi فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم ربنا اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون